Kwanza, ushauri wa kwanza na uelekeza moja kwa moja kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi. Ni kuombe ili kuepukana na migogoro na kuto kuleta vurugu ndani ya nchi, maana vurugu za kidini ni ngumu sana, la kufanya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, naomba usikae kimya. Toa tamko kuanzia sasa, toa tamko la kuonyesha kwamba haya maelekezo ya kufuta kanisa la Askofu Gwajima, haya maelekezo ya jeshi la polisi kwenda kuvamia kanisa usiku wa saa 5:15 na kulizingira, na polisi sio 3 wala 4 wala 10, polisi wengi wako na nafikiri na madefender zaidi ya 3. Mambo haya yanayofanyika, je, toa kauli kama waziri wa mambo ya ndani, ni maelekezo yako? Kama sio maelekezo yako, eka hadharani. Ukikaa kimya, baadaye utakuwa umechelewa sana. Na kuomba Mheshimiwa Waziri, mimi sijawahi kukutana na wewe, lakini sidhani kama kuna kiongozi ndani ya nchi hii ambaye hanifahamu, sielewi. Na kama yupo kiongozi ambaye hanifahamu, basi atakuwa ni mtu ambaye amepata cheo juzi, ni mgeni sana. Na kuomba Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, toa tamko. Kama ni maelekezo yako, tujue kwamba umeelekeza wizara ofisi ya msajili kufuta kanisa la Askofu Gwajima, kanisa la Ufufuo na Uzima, ili tujue kwamba hayo ni maelekezo yako. Kama sio maelekezo yako, yakanushe, kanusha. Kama ni maelekezo yako, jeshi la polisi, kwa sababu najua msajili yuko chini yako, na hata kisheria msajili sio anayesajili madhehebu ya kidini, yuko pale kama kivuli tu. Mimi nafahamu ni nani anayeruhusiwa kusajili madhehebu ya kidini ndani ya nchi hii. Ninafahamu kwa sababu nimefanya hii kazi ya injili miaka mingi, zaidi ya 40. Kwa nafahamu ni nani anayesajili. Huyo msajili yuko hapo, wala hana mamlaka ya kusajili. Haya mambo turuhusu kuyasema, lakini wacha niyaseme leo. Mkurugenzi Emmanuel Kihampa hawezi kufanya chochote cha kusajili dhehebu kwa kupenda kwake. Hana mamlaka hayo kisheria wala kitaratibu. Yeye anapewa maelekezo. Sasa tuambie, maelekezo haya ya kufuta kanisa la Gwajima na maelekezo haya ya polisi kwenda kuvamia kanisa na kulizingira saa 5:15 usiku, watu wako kwenye ibada, ni maelekezo yako Waziri wa Mambo ya Ndani au sio maelekezo yako? Naomba jitokeze hadharani na ueleze kwa ufasaha kabisa, kwa sababu kama sio hujuma dhidi ya serikali ya awamu ya 6, yani ili watu kwa nini haya mambo yatokee kipindi hiki cha uchaguzi? Ili watu waseme kwamba Rais Samia ndo anayetaka kufunga makanisa, Rais Samia ndo anayefunga madhehebu ya dini. Na kama tutaachia kanisa la Gwajima likafungwa, hata la kwangu litafungwa, hata makanisa mengine yatafungwa, kwa sababu haiwezekani. Mimi sikatai kufuta makanisa, yafute kama kanisa limefanya kosa. Tumeni zile fomu zinazokuwa ni fomu zinaeleza sababu 5 mpaka 6. Kwa hiyo ninakuomba Mheshimiwa Waziri, na kuomba sana, na nyenyekea kwako, na kuomba jitokeze hadharani, eleza haya yanayoendelea dhidi ya kanisa la Mungu, mpaka kuvamiwa saa 5:30, watu wako kwenye maombi, wako kwenye ibada. Ni maelekezo yako? Ni maelekezo ya wizara yako? Ili tujue hawa watu wamezoea kuitumia wizara, na sio leo. Wameitumia 2014, wameitumia 2015, 13, 14. Wamefanya madudu mengi, sitaki kuyaongea. Kwa hilo ni ushauri wangu wa kwanza kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Lakini pia Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, ni kuombe kwa ushauri wangu, toa nafasi ya kusikiliza
viongozi na wasio viongozi. Mtu anapotaka kuonana na wewe, ondoa vile vigingi ambavyo vimewekwa pale ofisini kwako, kwamba kumuona waziri wa mambo ya ndani ni kazi sana. Ni kweli, ni lazima tuanze chini, lakini sasa hivi viongozi wa chini, wasaidizi wako hawaaminiki. Kuna watu wana siri nyingi, tunajua nini kinaendelea. Watu wanamuhujumu mama, wanamuhujumu rais wa nchi. Yawezekana ukataka watu wako, wasaidizi wako waambiwe, lakini wakiambiwa wengine wanatoa, yani unajua, wanatoa siri za watoa taarifa. Kwa hiyo hebu weka kipindi hiki cha uchaguzi, hebu naomba uweke milango wazi. Mtu anapotaka kukuona akuone. Mtu akikupigia simu, pokea, na kama amekutumia message, jibu. Hebu sasa hivi tutumie lile somo ambalo wanafundishwa vyombo vya usalama wa taifa na usalama wa vyombo vyote, kwamba somo lile ambalo linafundishwa kwamba kuto kudharau taarifa au kuto kupuuzia taarifa. Hebu ni kuombe Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, acha kuweka vizuizi, kwa sababu sasa hivi watu wanakuja kutamani kukuona waziri wa mambo ya ndani, kunakuwa na ugumu sana. Hata ndio maana unaona mtu anaona kumpata waziri wa mambo ya ndani ni kazi. Ukituma message ajibu, ukipiga simu apokei, ukiongea na wasaidizi wake ndio wao watakwambia tu, wanakwambia kesho, subiri baadaye. Yani unakuta kwamba hata siri ambazo ungezipata za watu wanaohujumu serikali huwezi kuzipata. Kwa weka mlango wazi. Huo ni ushauri wangu kwako na kwa Wizara ya Mambo. Ushauri wangu wa pili na upeleka moja kwa moja kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Viongozi wangu au viongozi wa chama, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Katibu Mkuu Dr. Nchimbi, naomba nitoe ushauri wangu huu na muufanyie kazi. Nyie kama viongozi, ushauri wa kwanza ninaoweza kuutoa kwenu, kwanza toeni tamko. Toeni tamko sasa hivi la kusitisha matukano, kejeli na dharau zinazoonyeshwa na vijana wa UVCCM dhidi ya Askofu Gwajima. Na kuomba Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Mzee Wasira, mimi nakufahamu, wewe unanifahamu, tumefanya kazi pamoja, tumekuwa tukishauriana mambo mengi tangu ukiwa unafanya kazi ofisi ya Rais Ikulu. Wewe unafahamu mambo mengi, tumepambana vita hata wakati wa migogoro ya kidini ilipotokea ya kuchinja, watu wakauana, watu wakaumizwa, mpaka mchungaji kule Buseresere akachinjwa kama ng'ombe. Mgogoro na vita ikawa kubwa, lakini wewe ulipambana, ulisimama na vile vita vikaisha. Tulishirikiana na tuliongea pamoja kwa muda mrefu sana. Hata vita vya kidini vinapotokea wakati wa uchaguzi 2015 tumekaa pamoja, tumeongea. Ninaamini ushauri wako, ninaamini utendaji wako wa kazi, ninakuamini sana mwenyekiti. Ninakuomba kwa hili, toeni tamko na kuwaonya vijana wa UVCCM kwenye mitandao ya kijamii, wanapomtukana Askofu Gwajima, wanapotoa maneno ya kudhalilisha, maneno ya kuanza kumtukana yeye mpaka na utu wake, mpaka na familia yake, mpaka na kuanza kumuingilia kwenye mambo ya ndani ya maisha yake ambayo hayaruhusiwi kusemwa nje. Naomba waambie vijana wa UVCCM waache hayo. Toeni tamko la kuwazuia vijana hawa wa CCM waache kumtukana Askofu Gwajima, kwa sababu wanapomtukana Askofu Gwajima hakuna Mkristo wa kweli atakayekubali kuwa nyuma yao, hasa wakiongozwa na mwenyekiti wa UVCCM wa mkoa wa Dar es Salaam, yule dada, pamoja na vijana wengine mbalimbali. Waache kutoa maneno ya kashfa, maneno ya kumdhalilisha Askofu Gwajima. Wanapomtukana Gwajima, wamenitukana mimi.
Wanapotukana Gwajima wametukana maaskofu wote, wanatukana na viongozi. Kwa hiyo naomba viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, tafadhali, katibu mkuu, makamu mwenyekiti, toeni tamko kama chama kuzuia vijana wa UVCCM ambao ni wa jumuiya yetu ya chama waache mara moja hili swala la kutukana viongozi wa dini. Hili linasababisha kuleta laana katika nchi, na hata sisi tunapoingia kwenye maombi tutaogopa hata kukiombea chama au kuombea viongozi wetu wa serikali. Naomba tafadhali, hiyo ni ushauri wangu kwako Mheshimiwa makamu mwenyekiti. Ushauri wangu wa pili, na kuomba makamu mwenyekiti na katibu mkuu Dr. Nchimbi, ninawaomba sana. Ushauri wangu wa pili ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ushauri wa pili ni kwamba na kuomba Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa CCM Bara na katibu mkuu, kwa kipindi hiki cha uchaguzi kuna ugonjwa, naomba niite ugonjwa fulani, umeingia ndani ya Chama cha Mapinduzi, hasa kwa viongozi wetu wakuu, na umeingia kwa miaka hii miwili iliyopita. Kumeingia ugonjwa wa kutokushaurika. Mtu akishakuwa kwenye nafasi ya uongozi wa chama anakuwa ni mtu anayejua yote, hahitaji ushauri wa mtu, hahitaji mtu yoyote. Hata uongozi wa wanachama wakitaka kutoa mawazo yao hayapokelewi. Pamoja na kwamba mnafanya mikutano na kupokea kero za watu, lakini zile kero ni kisiasa tu. Sana sana ni kuadvertise matatizo ya watu. Mtu anakuja kwenye mkutano, mnamwambia yeye una kero, atakuja sema mimi nina kero hii na hii na hii na hii, alafu mnaipublish pale na kwa imeshajulikana, imeishia pale, wala hamtatui matatizo. Hampokei simu za watu. Mna namba na mna simu. Mtu anaweza akatuma message, mtu anaweza akapiga simu, hampokei. Mnapuuzia simu za watu, mnapuuzia message za watu. Maana yake sasa hivi viongozi wetu wa chama mmefanya chama sasa hivi kinabaki kama vile gari ambalo liko kwenye mlima linaporomoka na halina breki. Kwa watu wamekaa pembeni na wengine wanaanza kuruka, wanajipanga kuruka kutoka kwenye hilo gari, wakae pembeni. Linapoporomoka hawajui nini kitatokea huko mwisho. Kwa nini? Kwa sababu nyie ambaye ni madereva mnajua yote, mnafahamu kila kitu, hamna kitu hamkijui, hamuhitaji ushauri wa mtu yoyote. Mnaweza mkaniambia, askofu, unasemaje mambo kama hayo wakati sisi tunapokea simu nyingi? Ndiyo, simu mnazopokea ni za watu mnaowajua, watu mna mahusiano nao, watu ambao mnajua kabisa kwamba hawa ni watu mnaojuana nao, mnafahamiana nao, na watu ambao mna mahusiano aidha ya undugu au ya ukabila au vyeo, au mlikuwa mnafanya nao kazi zamani. Sasa mimi niwaombe viongozi wangu, hiyo tabia iondoeni. Pale ofisi kuu ya Chama cha Mapinduzi mmeweka geti kubwa za kuzuia watu wote wanaotaka kumuona katibu mkuu. Ni ngumu sana. Yaani kumuona katibu mkuu Dr. Nchimbi ni kazi kubwa. Kama mtu anaweza akafunga safari kutoka Kilimanjaro, kwa mfano mtu kama mimi nikaja Dodoma, sio mtu wa kutafuta kumuona katibu mkuu nimalize hata wiki. Sio mtu wa kuandika message katibu mkuu akae mwezi mzima na asijibu. Utume message hata 10, hata kama ni message za kijinga, hata kama ni message mbaya, lakini zijibiwe. Hata kama mtu anakupigia simu, hata kama unaona hutaki kuongea naye, ili mradi umeshakuwa kiongozi, ni katibu mkuu wa chama, wewe ni makamu mwenyekiti wa chama bara, tafadhali pokeeni simu za wanachama, za watu wote wanaotaka kuja kuwaona ofisini, wapeni nafasi.
hata kama ni kujilinda, basi mtu akifika hapo asachiwe kabisa, aingie hana chochote, lakini akae, atoe yale mawazo yake, aeleze ni nini kinaendelea. Kwa sababu mkiendelea kufunga mlango huu kipindi hiki cha uchaguzi, ndio hiyo inatokea, watu sasa wanaanza kuprovoke. Mtu anaanza kujirekodi na kusema chochote. Kwa hiyo ninaomba fungueni mlango huo. Acheni kupuuzia maoni na mawazo ya wananchi. Najua kweli kwa maneno mnasema kwamba tunasikiliza wanachama, na rais amekuwa akisema wanachama wasikilizwe na kero za wanachama zitatuliwe, lakini sasa mnapozuia kuonana na watu, mnazuia mambo mengi na mnakwamisha chama. Itafika mahali mnahitaji ushauri, mnahitaji msaada, na itakuwa ni too late. Mwisho nimalizie, vita vinavyoanzishwa dhidi ya kanisa ni vita vibaya, havitakuwa na mshindi. Alisema rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, alisema vita vya kidini havina ushindi. Sasa hivi inakuja migogoro hiyo na vurugu za kidini zinakuja na zimeanza, na chokochoko hizo tumeziona, lakini zinaanzishwa na watendaji wa Chama cha Mapinduzi, zinaanzishwa na watendaji wa serikali. Sisi wahubiri hatuna ugomvi kabisa na serikali, na ndio maana tunaiombea. Hatuna chokochoko na serikali, ila ikifika mahali serikali na viongozi wa serikali ndio wanakuwa na uchokozi na Mungu wetu, tutafika mahali tutasimama na kumwangalia Mungu tu na kutokusikiliza chochote cha mtu atakachosema. Na mnajua masuala ya kiimani sio masuala ya mchezo. Huo ni ushauri wangu. Mungu awabariki.